Sasa bwana, kama vile unavyoweza kuona hii sehemu tunataka kujenga karo na tumeshaanza kujenga ka ukuta kamoja hako. Ni karo vya kuoshea vyombo. Cha kufanya wewe ni kuwa makini. Hii sehemu unaiona hii. Taijenga karo vizuri la kupendeza kabisa. Kuwa na mimi. Baada ya kuwa tumeweza kuonyesha kwa ukuta kamoja nilivyokuwa nimejenga, nikajenga na ukuta kingine, nikapiga na mbao kama unavyoziona hapo vizuri kabisa. Na mbao kwa sababu bosi bajeti yake ilikuwa ni ndogo na alikuwa hana mbao za kutandika hiyo sehemu yote, basi kitu kilichofanyika hapo ni kuhakikisha tunatumia vipande vya bati kwa kuwa alikuwa navyo vikiwa vina kazi alivyokuwa ametoka kumalizia ujenzi. Kwa hivyo unavyoviona hapo ni kutandika vipande vya bati. Chini yake hapo kuna mbao lakini ziko mbali. Hii ni kutokana na bajeti ya bosi mwenyewe kwa anaweza kununua mbao nyingi. Na baada ya hapo hatua iliyofuata kama nilivyokuonyesha hapo, niliziona nondo zikiwa chini na size hizo hapo. Kwa kuwa bosi alikuwa ameshindwa hata kununua mbao, basi alifeli hata shilingi 2000 kwa ajili ya kununulia binding wire. Kwa hiyo kama unavyoona hizo nondo zilivyo hivyo, zimesukwa kama vile mikeka, yani zimesukwa kwa kuingiliana nondo kwa nondo zenyewe bila kutumia hiyo. Muonekano wake ni mbaya lakini ni mara zaidi kuliko kutumia binding. Wale wa vijijini wanavyosuka vihenge basi najua wanavijua. Inavyosukwa pikeka makapu yasi inasukwa hivyo na mimi ndio nilivyoweza kusuka. Ni strong sana na ni mara zaidi. Baada ya hapo kuonyesha ni hatua iliyokuwa ya mwisho hapo ni kumwaga zege. Kama mnavyoweza kuona hapo nimemwaga zege vizuri kabisa. Najua unaiona vizuri. Na ile sehemu naiona nitakuza kidogo. Hapo sehemu naiona hiyo rangi ya tofauti pale katikati ya zege ni sehemu ambapo utaliweka bomba kwa ajili ya kupitishia maji hapo nyeupe. Hapo ndio utaweka ile sehemu bomba la kupitishia maji kushuka chini na kuelekea maji taka. Ndio kazi ya hapo nikiwa nimeshamwaga zege. Na baada ya hilo sikuishia hapo, nikaendelea na kazi. Basi nikajenga hizo tofali juu pembeni. Na hizo kama mnavyoweza kuziona, usisahau ile alama hiyo katikati pale ni ile itakapoweka bomba la kupitisha maji. Kwa hizo tofali nilizokuwa nimezijenga, yenyewe ilikuwa ni mbadala wa zege. Unaweza kutumia zege au kutumia hilo tofali. Lengo kubwa ni kwamba mtu anapokuwa anaosha vyombo pale maji asiweze kumwagika kuja huko miguuni mwake. Au tukimwaga maji dishi zima hapo maji yanaweza kwenda yote chini bila kumwagika chini. Then baada ya hapo kama mnavyoweza kuona mabadiliko hayo, hapo na kuonyesha hatua zote. Chini, angalia chini ya hilo karo kabisa. Hapo niliweza kujenga kuzungushia hizo tofali na kujaza fusi hapo, na mwisho wa siku nilivyoweza kukifanya nikaseti mpaka ili sehemu hii ni sehemu ile ya kusimama. Kiasi kwamba mtu anapokuwa anaosha vyombo basi atakiwa awe juu ya hiyo sehemu. Hiyo sehemu ina upana wa sentimita 40 na ukiangalia mpaka chini huko nilijaza hiki kipusi, nikatengeneza vizuri sehemu itakayopita bomba la maji taka kuelekea huko yanakoenda vizuri kabisa. Kwa hiyo kama mnavyoweza kuona na pale nimeshatoa ile jiwe ndio maji atakayopita hapo. Na hatua iliyofuata kama mnavyoona nimeshachapia hata zile tofali huwezi kuziona tena nilizokuwa nimezijenga, na nilivyoweza kuchapia vizuri. Na kwa nini haijibao chake kijang'aa? Kijang'aa kwa sababu hapo tunaweka tiles. Kwa hiyo tumetengeneza ile rafu kwa ajili ya tiles. Kwa hiyo hapo tayari nilikuwa nimeshachapia pande zote kama ninavyoweza kuonyesha. Usisahau kwamba hata mbao zilishafumuliwa hapo. Nimesha seti na maji yote, mabomba ya maji yote. Kwa hapo hata size hapo unavyoona ukimwaga maji hapo yote moja kwa moja yataenda huko inakotakiwa yaende. Kwa kitu nilivyokuwa nimeweza kumaliza kufikia hapo, hatua iliyofuata nikawa nimeanza rasmi kujenga tiles za hapo chini ambapo ndio vyombo vitakuwa vinavyokaa na kuosha. Nikamaliza hapo, nikaanza hizo pembeni kama mnavyoona nimemaliza hizo pembeni kujaza vizuri ila eneo la kuweka steps. Kama mnavyoweza kuendelea kuona na hakikisha kwa mwenyewe unaniangalia vizuri, sio kila kitu tumie maelezo yangu. Wewe mwenyewe unavyoona unaendelea kujifunza kwamba hapo nipo kwenye kazi ya tiles. Na hapa sasa mwisho kabisa nikawa kazi nimeimaliza. Haijaisha kwa 100% ila tiles alizokuwa nazo bosi wangu alikuwa na box 2 zimefikia hapo. Kwa maana hiyo awamu inayokuja tutaendelea na ujenzi wa kumalizia hapo atakapokuwa amepata hela, lakini hapo tayari karo lipo tayari kwa matumizi. Karo lipo tayari kwa matumizi. Yapo tayari kwa matumizi bila shida wala changamoto yoyote. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo nimeweza kueleweka vizuri.